wacho waseme, lakini yote ni propaganda kutaka kutusarusha sisi kama Simba. Sisi tunajua moja katika wapinzani ambao wana upinzani mkubwa katika ligi ya NBC na Simba basi ni Coastal Union ya Tanga. Moja ni wakumbusha wanaosema hivi, mwaka jana tumekosa kwa mabingwa wa ligi ya NBC. Moja ya chanzo ilikuwa Coastal Union ya Tanga katika uwanja wa KMC. Walikwenda kuonyesha upinzani, walikwenda kushindana, lakini mwisho wa siku walipata suluhu na sisi, mbio za ubingwa zikatoweka katika uwanja wa KMC. Kwa hiyo hao ambao wanaosema Simba na Coastal Union wakikutana hakuna upinzani, mimi najua ni sio watu wa football. Lakini sio watu wa football. Watu wa football wanajua namna ambavyo upinzani mkubwa unaotokea Simba na Coastal Union Tanga. Kwa hiyo sisi kama Simba tumekuja na tahadhari kubwa, tumejipanga, tunajua ugumu wa Coast, lakini otherwise hakuna namna. Coast lazima tuachie point 3 leo katika uwanja Mkokani, kwa sababu tunaamini kwamba tunahitaji point 3 kuliko kitu kingine chochote. Malengo ya Simba mwaka huu ni kwenda kwa mabingwa wa ligi NBC, na unapotamani kuwa bingwa wa ligi NBC maana yake kwamba kila mechi ambayo inakuja mbele yako ni kwenda kupata matokeo. Leo hii mechi iliyokuwa mbele yetu ni dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Tunawaheshimu moja kama ni timu ambayo ndio shiriki kwenye ligi ya NBC, lakini hatuogopi. Tunawaambia Coastal Union wamba tumefika Mkokwani, tunahitaji point 3. Wametaka watatoa, hawakutaka watatoa. Kuna muda ukishafika umri na uwezo uliokuwa nao, kuna vitu lazima ulazimishe, ili mradi mipango yako kwenda kufanyaje, kwenda kukamilika. Lazima uforce. Coastal tunalazimisha hapa leo kuwafunga. Wametaka watafungwa, hawakutaka watafungwa. Simba point 3 lazima. Umemsikia mwalimu wa Coastal Union anasema hawataki kuwa daraja ya Simba Sport Club kuwa mabingwa wa ligi kuu. Alianza Jamhuri Kiwelu Jurio na akatangazia umma akasema toka apewe Mashujaa hajawahi kufanyaje kufungwa. Kama kocha amechukua goli 3. Kwa hiyo kama kocha ana haki ya kusema, lakini wakati kocha wa Coastal Union anasema kwa kutumia nini? Mdomo. Nafsi yake unaijua. Hakuna mwanadamu mwenye akili timamu asiyejua ubora wa Simba. Lakini kwa sababu yeye yuko kazini, hawezi kusema kwamba leo Simba anakwenda kufanyaje? Kufunga. Lakini ukweli ndani ya nafsi yake anajua ubora wa Simba. Ubora wa Simba sasa hivi, ubora wake sio bara Afrika tu. Ubora wake dunia kwa ujumla. Juzi kelele umezisikia. Naonyeshwa simu Tio Ferdinand akahema. Akasema hili goli bora la bado linawauma lile goli. Kwa hiyo wanaumia sana. Ubora wetu unajulikana. Moja unajulikana kwa sababu ya uwezo, lakini pili unajulikana kwa sababu tuna wachezaji wenye quality kubwa. Simba ndio klabu pekee kutoka Afrika Mashariki na Kati inakwenda kufunga goli, dunia inakwenda kusimama. Kwa hiyo kocha wa Coastal Union ana haki ya kusema kwa sababu yeye ni mfanyakazi, lazima aseme, lakini ubora wa Coastal Union wa Simba Sports, Coastal Union wanafanyaje? Wanaujua. Leo anajua anakufa. Yes, na maneno haya leo yaweke. Baadaye niulizeni, baada ya mechi kusha mpelekeni kipaza sauti. Atasema tumefungwa na timu yenye ubora kubwa. Lazima akili hilo. Sheikh Mikoi, taarifa ambayo inaenea kwa kasi hivi sasa na kitu ambacho kina trend sana ni juu ya aliyekuwa mlinzi wa zamani wa Manchester United na pia vile vile aliyekuwa mchezaji wa timu ya England. Kwa kile ambacho kilichotokea pengine upande wa pili kama imewagusa hivi, goli la Clatous Chota Chama bado linawauma kiasi hicho. Sheikh Mikoi Kisugu ameshindwa kujizuia mara baada ya kuoneshwa ile goli na kusema ni goli ambalo linatakiwa liingie kupambania goli bora la dunia. Waswahili wanasema kuna muda panapo ukweli uongo unafanyaje? Unajitenga. Na sisi waandishi tunasema kila siku, tunaongea na ninyi. Tukisema Simba ndio watu wa football, mtuelewe, mtukubali, mtupe sapoti. Leo maji na mafuta vimeanza kufanyaje? Kujitenga. Alichofanya Tio Ferdinand amekwenda kuzungumza ukweli katika kile ambacho afanyaje? Alichokiona na uzoefu wake wa football, kwa sababu huwezi kuzungumzia mabeki bora wa England bila kumtaja Tio Ferdinand. Kwa hiyo anajua uzuri wa goli na anajua ubora wa nini? Wa goli. Alipokwenda kusema goli hili bora, alikuwa yuko sawa sawa. Lakini wacha niseme, Yanga si watu wa mpira. Yanga sio watu wa mpira. Sio, una maana gani? Yanga ni watu wa siasa. Siasa tena. Na ndio maana leo wanaamua makusudi dhahiri shairi ujio wa Tio Ferdinand wanaujua. Kuna muda wanapambana, wanataka kubadilisha taswira kwa namna ambavyo aonekane alivyokuja Tio Ferdinand sio sahihi. Niwakumbushe mashindano ya CHAN. Yanga anakatiwa goli na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Ile Aziz Ki. Ya Aziz Ki. Wakati wa mashindano tunafanya ufunguzi hapa. Rais wa shirikisho barani Afrika CAF Mosepe anasema goli la Yanga lilikuwa goli halali.
Simba gani alitukana? Simba gani aliyoshawishi? Maana yake mtu akimpira amekwenda kuzungumza jambo la kimpira. Rais wa FIFA anakuja kwenye nchi. Rais wa Dar es Salaam Afrika akamwambia timu yetu mafunga 5. Akamwonyesha alama kidole. Lakini sisi kama watu wa Simba, sisi si football. Vipi wao leo? Shida mkiwa watumia. Alafu akili zikifanana, hamwezi mkafanya jambo likawa la maana. Wale akili zao zimefanana shehe. Ukiwa mtu ambaye wewe unaishi kwa kupewa ajenda, nenda kaseme. Na unakwenda kusema. Jichunguze huko sawa sawa. Huwa siku zote napenda kumkumbuka rais wa awamu ya 4. Mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete. Siku moja wakati yuko Lindi anakwenda kuongea na walimu. Wakati huo walimu waligoma, walimu za shule za msingi. Mheshimiwa Jakaya aliwapigia hadithi wale walimu ya ndege mbayuwayu na ndege Gong'ondo. Maisha ya mbayuwayu yanajulikana chini. Maisha ya Gong'ondo yanajulikana juu ya nini? Juu ya mti. Lakini iko siku mbayuwayu akaona maisha ya si ya kukaa chini. Akampata Gong'ondo juu akamwambia Gong'ondo, nifunze na mimi niweze kuishi maisha ya raha. Wanaopita chini ya kila Kisugu ndio nawaona. Kwa sababu muda wote wanaweza kunikanyaga na miguu yao. Akamwambia ili ukitaka kuwa kama mimi naweka jiwe kubwa. Nenda juu mita 100, ukirudi ligonge jiwe ile kwa nguvu. Ukiweza kulifanikiwa kugonga jiwe, maana yake mtu utakuwa mwepesi kufanyaje? Kuutoboa. Mwamba akaenda juu mbayuwayu. Wakati anarudi anajiuliza ugumu wa jiwe lile kokoto nikiligonga nitakuwa hai mimi. Alipofika karibu jiwe mbayuwayu, akapiga chenga kakaa juu ya mti. Gong'ondo anamuuliza vipi, mbele jiwe kubwa. Nikiligonga mimi nakufa. Ndio kama upande wa pili. Kwa hiyo mwanadamu mwenye akili timamu ukiambiwa changanya na zako. Shida ma-influencer wa Yanga atakachoambiwa ndio hicho hicho. Iko siku akatokea mtu akamwambia nendeni mkamtukane mkuu wa nchi, watatukana. Wale ma-influencer wa Yanga. Yes. Hivi leo kuna mtu anatamka anasema Leo Ferdinand ni mchezaji wa kawaida. Wanasema mvunja kuni. Mvunja kuni. Guys. Na ndio maana nikasema wenye fani zao warudi. Mpira ni fani. Godi arudi akafanya kazi yake ya kupika wali. Godi arudi akafanya kazi yake ya kupika biriani. Kama ni mpishi yule. Ndio. Mzee wako Maokoto arudi akafanya kazi yake kubwa jinga lile. Lakini niwapongeze sana watu wa Simba. Wamekuwa watu wa mpira, wanakuwa watu ambao wanaonyesha misimamo juu ya timu yao. Mimi niseme tu, hakuna shabiki aliyepita kwenye nyakati ngumu kama mimi, kwa sababu tulikwenda kutofautiana mawazo na watu Simba, na hiyo ndio nyumba bora. Nyumba bora lazima mtofautiane nini? Mawazo. Mkiona kwenye familia mawazo mtofautiane, mna shida kwenye nyumba. Hata wewe baba una watoto 5. Ukirudi kila siku na malage watoto wanakula wanalala, jua mimi sina watoto. Anatakiwa mtoto mmoja aseme mimi baba malage ananizuru ananitia gesi, sio kila siku malage, mimi nataka samaki leo. Na Shemikoi mara baada ya jana afisa habari wa Simba Sport Club Ahmed Ali akasema akija Ronaldo tunamuonesha tena kama kawaida. Amesahau Ahmed, mimi namkumbusha sio Ronaldo, tuna Messi tutamuonyesha. Kila atakaye kuja lazima aone. Lakini niseme kabla ya kumuonyesha Messi, kabla ya kumuonyesha Ronaldo, watu wanamlaumu mimi na hayo. Mmoja katika watu wanaofuatilia channel za Ulaya ni Leo Ferdinand. Alichofanya mimi ni kumkumbusha, lakini goli lile lilianza kuliona kabla hajaja wapi? Tanzania. Alikuwa kashaliona tayari. Na ndio maana mimi na hala wakati anamuonyesha alistuka. Mpaka wewe kumbe unalo ile goli. Watu wakasema ile swali lilikuwa ni la kimipango mikakati hivi. Manake Leo amekuja kwa ajili ya AFCON. Leo Ferdinand ni mtu wa mpira, amekwenda kuuliza swali la nini? La kimpira. Nipongeze sana serikali ya Jamhuri ya Muungano chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Nimpongeze sana waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Paulo Makonda. Wanafanya kazi nzuri. Ila niwakumbushe wawe macho. Kuna watu wana mipango ya makusudi kwenda kuharibu mashindano ya AFCON. Watu gani hao Mikoi? Kuna watu wanatengeneza mikakati ya makusudi kuyatia doa mashindano ya AFCON. Watu gani hao Mikoi? Leo haiwezekani wizara imekaa
inakwenda kubrandi mashindano ya AFCON, inakwenda kubrandi nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu mambo ya utalii. Alafu wewe mpishi wa pilau unatoka huko unakuja unakashifu watu. Ndio. Ukicheka na nyani, ukicheka na nyani, hakuna mambo haya. Sheikh Mikoi, mimi nikushukuru sana. Asante, nikushukuru sana na nyinyi waandishi wa habari. Moja, mnafanya kazi nzuri. Na imani baadhi yenu wengine mmetoka Dar es Salaam kuja kuchukua habari, lakini yote kwa yote, kabla tujafunga, niwapongeze sana wana Simba wa Tanga. Wamenisupply sana wana Simba wa Tanga. Wakati nakuja niko kwenye basi nilichokuwa nafikiria tofauti ambacho nilichokutana nacho. Wamejitokeza, kuna watu wametoka Majani Mapana, kuna watu wametoka barabara 17, kuna watu wametoka Pongwa, kuna watu wametoka Muheza.